Mtandao wa wanawake na watetezi wa haki za binadamu umelaani vikali vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyofanywa na vyombo vya dola kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani ndugu Tundu Lissu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda na waathirika, wananchi waliokusanyika kwa amani kufuatilia mwenendo wa kesi hiyo walikamatwa, kupigwa, kutishwa na kunyimwa haki yao ya kikatiba kukusanyika. Zaidi ya hayo, taarifa zimethibitisha uwepo wa vitendo vya udhalilishaji dhidi ya wanawake, ikiwemo baadhi kuvuliwa nguo na kufanywa ukatili, hali inayoonyesha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wasio na silaha. Mtandao huo umesisitiza kuwa vitendo hivyo vinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, hasa ibara ya 12 na 13 inayozungumzia usawa mbele ya sheria na heshima ya utu wa binadamu, ibara ya 15 kuhusu uhuru wa mtu binafsi, ibara ya 18 uhuru wa kutoa maoni na kupata taarifa, ibara ya 20 haki ya kukusanyika kwa amani, ibara ya 107A na 107B uhuru wa mahakama na haki ya usikilizwaji wa haki. Aidha, mtandao huo umelaani uamuzi wa mahakama kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao, yani online, bila kumleta mtuhumiwa mahakamani, hatua ambayo inaathiri uwazi wa mchakato wa utoaji haki na kuzuia umma kushiriki au kushuhudia mwenendo wa kesi. Pamoja na hayo, mtandao umelaani ukimya wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika kulaani vitendo hivyo, ukieleza kuwa ukimya huo unaweza kutafsiriwa kama kuruhusu au kufumbia macho ukiukwaji wa haki za wananchi, hasa wanawake. Mahakama nayo imelaumiwa kwa kushindwa kutoa tamko la kulaani ukiukwaji huo mkubwa unaotokea ndani ya maeneo yake ya utoaji haki. Kwa misingi hiyo, mtandao wa wanawake na watetezi wa haki za binadamu unatoa wito kwa kuachiliwa mara moja kwa wote waliokamatwa kinyume cha sheria, kufanyika kwa uchunguzi huru na wa haraka kuhusu matumizi ya nguvu na ukatili uliofanywa na vyombo vya dola, kuwajibishwa kwa wote waliohusika na vitendo vya manyanyaso, mateso na mauaji kwa raia, kulindwa kwa uhuru wa mahakama dhidi ya ushawishi wa mihimili mingine ya dola, rais kutoa tamko rasmi la kulaani vitendo hivi na kuthibitisha dhamira ya kulinda katiba, haki za binadamu na demokrasia. Mtandao huo pia umetuma wito kwa jamii ya kimataifa, mashirika ya haki za binadamu na vyombo vya habari kuungana na Tanzania katika kutetea misingi ya haki, uhuru na usawa, kama ambavyo imetolewa na mtandao wa wanawake na watetezi wa haki za binadamu.